katika maisha yetu. Sisi kama Wakristo, sisi kama waamini, tunaamini katika swala la maombi, na tunaamini ya kwamba jambo ambalo linaenda vizuri ni lile ambalo linaendeshwa na maombi. Kwa hivyo nataka tuweze kuomba na tuweze kujipeleka mbele za Bwana, na ombi letu la kwanza tutaloenda kuomba ni vizuri tuweze kutoa shukrani mbele za Mungu kwa kila kitu na kwa kila jambo. Ni vyema sana kukumbuka kushukuru Mungu kila wakati, popote ambapo ulipo, eneo lolote ambalo uliko. Ni vizuri ya kwamba uwe na time ya kumwambia Bwana ni asante kwa wema na fadhili, kumshukuru Mungu kwa maisha yako. Kwa hivyo nataka tu mahali popote ulipo na walioko hapa kanisani tuweze kuinuka juu kwa miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Tusimame juu kwa miguu yetu mahali popote ambapo ulipo. Nataka tu tuweze kwenda mbele za Bwana, tumwambie Bwana jambo kwa ajili ya maisha yetu, tuweze kumshukuru, tupate time ya kumwambia Mungu ni asante kwa wema, kwa fadhili, asante kwa upendo, asante kwa huruma zako, asante kwa kuwa upande wetu. Unaweza kumwambia Mungu asante kwa sababu ya kuwa vile ulivyo. Unamshukuru kwa maneno yako. Maneno yako yana nguvu. Neno lako linaweza, unamwambia Mungu ni asante. Umshukuru kwa sababu ya uzima ulio nao, afya ulio nayo. Mungu kuwa pamoja na wewe, una sababu ya kwenda mbele za Bwana na kumshukuru, maana Biblia inasema ya kwamba tukae katika kushukuru, tuishi katika shukrani, maana Mungu anafurahia shukrani za watu wake wanapompatia shukrani kutoka ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo ni vizuri, inua mikono yako, paza sauti yako ya shukrani. Mikono yako ni njia ya kumshukuru. Hata vile unatembea unaambia Bwana ni asante kwa sababu ni wewe peke yake umekuwa pamoja nasi, umetutenda mambo makubwa, umetutenda mambo mazuri katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutusaidia. Asante kwa kuwa upande wetu Bwana. Tuseme nini kwako? Tunashukuru. Tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya kushukuru Bwana kwa sababu ya mambo mengi ambayo Mungu umetusaidia, umetuwezesha, umetupigania, umetulinda, umetuvusha Bwana maeneo tofauti tofauti. Tunasema ni asante. Asante Yesu. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa huruma zako. Asante kwa mapenzi yako. Asante kwa kuwa vile tulivyo Mungu ni sehemu ya ushuhuda. Kama si wewe Bwana kuwa pamoja nasi, sijui tungekuwa wapi sasa. Kama si wewe Mungu kushughulika na maisha yetu, adui zetu wangesha tumaliza na wangetumeza angali tuko hai. Baba ni asante. Asante Yesu. Endelea kumshukuru Bwana. Mwambie Bwana ni asante. Shukuru kwa maneno yako katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru. Tunasema ni asante. Ni nani huyo mwingine ambaye tunaweza mshukuru? Ni nani huyo mwingine tunaweza peana shukrani zetu kwake ila ni wewe Bwana, Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Asante. Asante Bwana. Asante kwa ibada hii. Asante kwa wiki nyingine ambayo Mungu umetupea, wiki ya baraka, wiki ya utoshelevu, wiki ya kwenda zaidi, wiki ya kiwango kipya, wiki ya kufunguliwa, wiki ya kuwekwa huru. Tunasema ni asante. Asante Bwana kwa ajili ya vipawa, kwa ajili ya huduma ambazo umetupea. Yes. Tunakushukuru Mfalme. Tunasema ni asante. Sisi ni vyombo vya sifa. Sisi ni vyombo vya sifa. Sisi ni vyombo vya sifa vya kukuabudu kila siku katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema. Raba shata raba gadaba shandereba rimande kozodobo shalia mandia rapa shata pakato zadia rimanda raba shanda raba rimashala bagadaba zaya. Usichoke katika kushukuru. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Mungu ninakushukuru kwa sababu ya maisha yangu. Umekuwa mwema Bwana. Umekuwa wafadhili.
Umenifadhili Bwana, umenifadhili na uzima, umenifadhili na maisha, umenifadhili na miaka, katika jina la Yesu Kristo. Wengine wetu mahali hapa, mashada bagadaba rabashata paya rimanda rabazeria, wengine mliambiwa hamtaishi lakini bado unaishi. Hiyo sio kawaida, ni Mungu amekuwa pamoja na wewe. Makatoshka paya rimanda rabazaya rikarabababosha rimakata rabazaya. We worship you Jesus, we give you glory, we give you honor. Mandaria rabashata paya. Mwambie Bwana ni asante hata kuwa mahali hapa kuiona siku ya leo. Ni muujiza, huu ni muujiza mkubwa kuiona wiki hii. Shakabaganda bazaya rikabaganda bazeria rimanda rabashanda rimakataya. Bwana Yesu, hatuoni ni kawaida, tunaona mkono wako, tunaona mkono wako Bwana ukitembea nasi. Mashataraba rimanda rabashanda rekarabazeria rimashataraba. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe peke yake wastahili sifa, ni wewe peke yake wastahili heshima, ni wewe peke yake wastahili kuinamiwa, ni wewe peke yake wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili, wastahili sifa, wastahili sifa, wastahili sifa, wastahili sifa, kwa jina la Yesu Kristo. Mashalabagaba rabashataraba rimanda rabashanda riba rikarabashata rimazokataraba rimanda rabashande. Asante Bwana, asante Mungu wetu, asante kwa wema wako. Makatarabashanda baya rikabaganda bashanda bazea shalabaganda bazaya. Nataka tuende mbele za Bwana. Najua tumemshukuru Mungu, nataka tuende mbele za Mungu tukajipate time ya kujitakasa na kuomba rehema mbele za Bwana. Kwa nini tutubu? Kwa nini tuitishe rehema? Ni mambo mengi wapendwa yanatutoa katika njia za Mungu. Ibada hii inachojua ya kwamba Mungu yuko hapa, amekusudia kitu katika maisha yako. Ni vizuri kila wakati. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, anasema na tukaribie katika kiti cha rehema, ili Mungu atupe neema na atupe rehema itakayetusaidia wakati wa mahitaji yetu. Kwa hivyo nataka tuende mbele za Bwana. Mungu anataka rehema. Mungu anataka tuwe watu ambao tunajiregesha kila wakati. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 1:18, Biblia inasema ya kwamba haya njoo tusemezane, asema Bwana, hata kama dhambi zako zitakuwa nyekundu, Bwana ataziosha, zitakuwa nyeupe kama sufu. Kwa hivyo nataka tuende mbele za Bwana. Inua mikono yako, mwambie Bwana, ninaomba rehema, nisamee dhambi, nisamee makosa. Bwana Yesu nioshe, nitakase Bwana. Ninachoomba mchana wa leo ya kwamba Bwana, kuna jambo umeandaa kwa maisha yangu. Bwana Yesu, ninakuja kwako, nisamee dhambi, nisamee makosa, nioshe Bwana, nitakatishe. Ninarudi kwako katika jina la Yesu, kwa ajili ya dhambi ambazo nimetenda mbele zako, kwa mawazo, kwa maneno, kwa kufikiri, kwa kunena, kwa kutenda. Bwana Yesu, nisamee dhambi za mioyo. Ninatubu sasa kwa jina la Yesu. Na mbele za Bwana mwambie Bwana, ninarudi tena. Mashataraba rikapakatozaya. Bwana, ninarudi tena, ninarudi tena Bwana. Mashakapaya rapapapazaya. Biblia inasema nirejeeni kwa mioyo, nirejeeni kwa mioyo yenu, nirejeeni kwa mioyo yenu. Biblia inasema rarueni mioyo wala si mavazi. Rikabaganda bashanda baya rikabaganda bazeria. Mwambie Bwana, nisaidie, nifinyange Bwana, nifinyange.
mashataya yerabashataraba. Mulioko kwa mtandao, mwambie Bwana nisamehe, nitakase Bwana, ninachoomba nitembee na wewe. Mashalabagaba rabashandaraba rimandarabasaya. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na uhusiano wako na Mungu mzuri. Hakuna kitu kizuri kama kuishi kwa uwepo wa Bwana. Mazodaba rimandaraba shanda rikaraba seria. Mwambie Bwana nisamehe, nitakase, nioshe dhambi zangu, nioshe makosa yangu Bwana. Makataraba shanda rikabaganda bashanda raba rikabaganda baseria rikabaganda bashanda rikabaganda baseria rimashanda raba seria rimandaraba shanda. Rejea kwa Bwana, rejea kwa Bwana, rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana. Makataraba shanda repapapazaya rimandaraba shanda rikarababosherera rimakataraba. Najua uko tayari kupokea, lakini rejea, rejea mbele za Bwana. Nijirejeshe, jirejeshe sasa kwa jina la Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana tunapomalizia maombi haya. Shakabaganda bazaya. Nataka tuende mbele za Mungu, tumwambie Roho Mtakatifu tunakutamani kwa ukuu na kwa uweza. Tunakutamani Roho wa Mungu. Hakuna kitu, ibada ambayo haina roho, ibada ambayo haina uvuvio wa roho, hiyo ni kelele. Hakuna kitu hapo. Lakini Roho wa Mungu anapohusika, Roho Mtakatifu anaposhuka na uwepo wake na uvuvio wake, alete revival, aachilie uamsho ndani ya maisha yako. Mandaraboshata. Nataka uende mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakutamani ibada ya mchana wa leo. Mashataya rabashataraba remandaraba seria. Roho wa Bwana ninakuhitaji. Roho Mtakatifu ninakutamani mchana wa leo, ukanijaze na nguvu zako, ukanijaze na uwepo wako. Roho wa Bwana chukua ibada hii ya leo. Mashalabasaya rababoshelebagadia. Hudumia watu wako, ponya walio na magonjwa, fungua waliofungwa. Mashatapaya remandarabaseria remashataraba. Tamani Roho wa Bwana ashuke, atembee kwa neema, atembee kwa nguvu. Makataraba rapashatapaya rababababosha mandarabaseria makatoraba masokataya. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea. Chukua lunch hour hii, chukua lunch hour hii, chukua wiki hii. Wiki tunaikomiti mbele zako. Mandaraba shanda mandaraba seria makataraba. Roho wa Bwana tembea, tuhudumie sasa, tuhudumie kwenye neno, tuhudumie kwenye ushuhuda, tuhudumie kila area. Masoda rabashata mandaraba saya remashata rabaseria rikabaganda bashanda rikabaganda baseria shakabaganda baya. Na mbele za Bwana mwambie Bwana, ninakutamani sasa. Bwana Yesu ninene, wacha ibada hii uninene, wacha ibada hii uninene. Isiyo kawaida tu, isiwe tu niwe msikilizaji peke yake, lakini naomba Bwana neno lako linisaidie, neno lako liniamishe. Mazodaba rikabaganda bashanda baya rikabaganda baseria mandaraba shada. Bwana tuko hapa, tunakuhitaji kwa jina la Yesu. Shalabagana boshata rabasaya. Tembea na ibada hii siku ya leo Bwana. Shalabagana boshele bagana baseria rababababa boshata rabasaya rebadadadada bashanda rabasaya. Wacha Bwana akutembelee,
Wacha Mungu akutembelee, akutembelee kwa ukoo, akutembelee kwa uweza. Wacha neno lake liwe juu ya maisha yako, likufungue, likutembelee, uponyo magonjwa. Emandoska paya rikabaganda baseria rimashataraba rikabaganda basaya. Wacha maisha yako igeuzwe, wacha ugeuzwe, wacha ugeuzwe, wacha ugeuzwe, wacha ugeuzwe. Unageuzwa tena. Eshakabaganda basaya rikabaganda baseria rimashandaraba. Tunageuzwa, tunageuzwa na neno la Bwana, tunageuzwa. Emashata paya rikabaganda basaya rimandaraba seria rikabaganda bashanda rikabaganda baseria. Bwana, mchana wa leo tunatangaza kwa jina la Yesu, maisha yetu haitakuwa duni tena. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza kila agenda za kishetani zinaharibiwa leo. Kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni linang'olewa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Eshakabaganda rikabaganda bashadabaya rikabaganda baseria rikabaganda basaya. Kila kazi za adui zinaondolewa leo, zinaondolewa, 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 zinaondolewa. Eshakabaganda in the name of Jesus Christ. Eramoshetereba rikabaganda basada rikabaganda baseria. Eshakaraba rabababababababa eradadadadadadada eramashandaraba emakatarabashanda emasoda bagadaba eramashataraba eramashataraba eshalabagadaria emandarabaseria. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza leo, chochote ambacho kimeandaliwa kinyume na maisha yetu leo kinaachilia in the name of Jesus Christ. Erabashata erabashataraba 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 erabasaya emakataraba shandaraba. Kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka tutumie dakika moja tunapomalizia tuweze kuombea taifa hili la Kenya. Ni vyema kukumbuka nchi yako, ni vyema kutabiria nchi, uinua taifa. Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama mahali kwa ajili ya taifa. Ndio maana maandiko inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watanitafuta, wataziacha njia zao mbaya, nami kutoka mbinguni nitasikia maombi yao, nitasikia dua zao. Kwa hivyo mpendwa, nataka tuombe nchi ya Kenya, tuombe Afrika yetu. Kila mipango ya adui, tunaona mambo mengi, tunaona utekaji ni mwingi, tunaona vita kila mahali, tunaona watu wamegeuka, mambo imekuwa mabaya, maisha imekuwa shida. Kwa hivyo nataka tuende mbele za Bwana tukiamini huyu Mungu ya kwamba ana uwezo wa kutatua shida katika nchi ya Kenya. Erakabaganda bashanda bea erabashanda. Inua mikono yako, tabiria Kenya hii, tabiria kaunti zetu, tabiria nchi hii. Tangaza makusudi ya Mungu yatasimama Kenya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kilichopangwa kinyume na taifa hili tunaondoa mipango yote ya kishetani, vita zote, mipango yoyote inayoinuka ndani ya taifa hili la Kenya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia neno, tabiria nchi yako, nenea nchi yako, fungua kilichofungwa hapa Kenya. Tangaza ya kwamba Mungu ataonekana katika nchi hii, hata maisha, hata biashara,
Bwana, hata uchumi wa taifa la Kenya utakuwa vyema kwa jina la Yesu. Eshakabagana rekabagana bashana rimaseria riba rikabagana bashana. Baba tusaidie, Baba tusaidie, saidia nchi Bwana, saidia ili taifa, saidia ili taifa. Kenya pasipo wewe ni bure, taifa hili Bwana pasipo wewe ni bure, hata viongozi wetu pasipo wewe Bwana hawawezi chochote katika jina la Yesu. Makatoska paya. Asante Bwana. Kenya hii tunaitabiria, Kenya ni ya Mungu. Kenya umebarikiwa. Kenya pokea baraka kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinazuia baraka kwa nchi hii, watu wasibarikiwe, watu wasiokoke, watu wasiende mahali wanafaa kuwa, nimekemea hiyo roho katika jina la Yesu. Ninaangamiza kila madhabahu isiyo madhabahu ya Mungu ndani ya taifa la Kenya, ndani ya nchi ya Kenya. Tumeondoa sasa kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya serikali ya Kenya, kutoka uongozi wetu, rais wetu, mawaziri na watendaji wote wa kiserikali, tunaweka mikononi mwako. Neema yako iwashikilie, neema yako iwatoshe. Baraka zako Bwana Yesu ziendelee kuonekana. Bariki kanisa, bariki watumishi wako, bariki watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na tuseme amen. Inua mikono yako, pigia Yesu makofi mazuri sana. Shangilia Yesu, shangilia Bwana, pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya, haleluya, amen, amen. Mungu abariki sana. Tumekuwa na kipindi cha kwanza na maombi. Nataka nikumbushe jambo moja, wakati tunapoenda kuworship, ni vizuri sana, Mungu anakusimamisha wewe kwa kusudi, na wewe ndiye Mungu anatuma ukombozi kwa ajili ya jambo fulani. Wewe ndiye unaweza fikia, wewe ndiye unaweza ponya jamii yako, unaweza ponya taifa, unaweza ponya mahali. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Ezekia, Mungu anatafuta mtu asimame mahali pa nafasi kwa ajili ya kuokoa taifa. Kwa hivyo wewe ambaye unanitazama, usijione wewe ni bure. Mungu anakutumia wewe uokoe jamii yako. Neno lako linaweza badilisha taifa, linaweza ponya taifa ya Kenya, linaweza inua kazi ya Mungu, linaweza badilisha jamii za watu wengi. Kwa hivyo ni vyema sana tunapoendelea kuwa watu wa kuomba, tunapoendelea kuwa watu wa maombi, kumbuka hiyo itakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Wakati unapokaribisha watu wa praise team wanapokuwa hapa mbele, ili tuweze kuanza kipindi chetu cha maabudu yetu na pamoja na praise kwa jina la Yesu. Watu wa praise team, tafadhali tuwe tumefika hapa mbele na tuweze kuwapigia makofi mazuri. Shangilia Bwana kwa ajili yao. Pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu. Haleluya, amen. Karibu sana.
zote za maisha yangu. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Yesu. Mchana wa leo ni mwema Bwana. Mwambie ni mwema kwa sababu ametenda mambo yote. Katika mambo yako hakuna kitu ungeweza kama si mkono wa Bwana. Jina baganda bashanda. Bwana, tumesema yu mwema. Yes. Wewe ni mwema, kwa hakika wewe ni mwema Bwana. Amen. Tunapoenda kukusifu Bwana, tunajua ya kwamba wewe ndiye wa kuabudiwa katika mioyoni mwetu na katika mambo yote ambayo tuko nayo Bwana. Tunasema asante unapoenda kwa pamoja nasi, unapoenda kutubariki na kutuinua. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. 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 Ningependa mtumishi wa Bwana exchange hiyo mic kwa dada yetu anapotuongoza sifa, na ili tukaweze kuongozwa sifa na njia ambayo tutakayo kupelekea Bwana sifa vizuri. Na Mungu wetu ni mwema. Na wakaribisha nyote walio mtandaoni. Naona hata bishop wetu, askofu wetu ambaye tunampenda sana, our mom Terry Mushemi anatuangalia, na wale wote nimeona kina Kimani Mbogwa, wote ambao mmekuwa mkiingia pale, najua ya kwamba tutaweza kuwa na nafasi nzuri. Tumshangilie Bwana. Amen. Tunapoinuka na miguu sasa, tumusifu. Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe.
ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. ainuliwe Mungu wetu leo, Yesu. ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. apewe sifa Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. we Baba, Pokea sifa. we Baba, pokea sifa. 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 Pokea sifa. we Baba, tukuinua Baba, pokea sifa. Pokea sifa. we Baba, pokea sifa. Pokea sifa. we Baba, pokea sifa. Pokea sifa. we Baba, Jehova, pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Kuna baraka
That's good. Hiyo ni sawa, tumefurahia kuwa katika nyumba ya Bwana. Najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa kwa muda ambao tumebakisha kidogo, na najua ya kwamba tayari hata wale ambao tumekuwa hapa na wale tuko bali tumebarikiwa hata hapo tumefika kwa sababu ya neema ya Bwana. Leo ni siku njema ambayo tumekuja katika mahali hapa tuweze kuanzisha ibada zetu za wiki za lunch hours, na najua ya kwamba tunaanzanga na ngia ya maombi. Kwa hivyo tumeongozwa hapo mbele na mtumishi wa Bwana Apostle Mathias, na tukaweza kuungana pamoja kwa hiyo njia, na kwa hivyo natarajia kwamba tumeweza kuomba. Na kama hujaweza kuomba, bado wakati huko. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hatuna mambo mengi, ni kuanza wiki na power. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, lazima mtu ambaye anataka kuendesha gari aweze kuingia katika kituo cha kufill mafuta ili aweze kufika mahali anaenda. Bwana Yesu apewe sifa.
Nasi njia yetu ya kujiweka ile mafuta ni kuweza kuomba, na ndio sababu tunaanzanga wiki hivyo, na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa tunapoendelea. Nafurahia sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika online kwa mitandao yetu yote, mtandao wa Mase TV, mtandao wa pale kwa Pastor Elijah, pale Birishiba Studios YouTube, na mahali pale ambapo ni kwa Askofu Teresia Moshemi, Mathias Kimoro. Bado najua ya hii video pale, na najua ya kwamba unaweza ukabarikiwa kwa kuwa mahali pale. Na kwa hivyo mimi sina budi sasa kuweza kuleta mtumishi wa Bwana ambaye tuko naye. Najua hajajiandaa, lakini kwa hizi dakika 30 ambazo tuko nazo, tuko na baba yetu katika nyumba, na nataka aweze kuleta neno, na najua tutaweza kubarikiwa kwa hizi dakika ambazo ziko hapa 25 hivi, na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa na neno la Bwana la mchana wa leo. Hatuwezi fanya mambo mengi wakati angali hapa, kwa hivyo najua ya kwamba ataweza kutubariki, na kwa hivyo najua ya kwamba umebarikiwa na utaendelea kubarikiwa. Sema mimi ni mbarikiwa na nitaendelea kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na si hiyo ni baraka? So nataka tu, najua hakuwa amejiandaa, lakini mimi najua kile ambacho siwezi kosa kwake ni neno. Mambo mengine yote naweza kosa, lakini neno najua ako nalo la kutulisha, na siku hii najua ya kwamba ataweza kutuhudumia. Kwa hivyo kwa heshima kubwa nataka nimwalike askofu wetu Kariuki anayesimamia awamu. Ametutembelea siku ya leo, na kwa hivyo sitaweza kunena siku ya leo, ama mtumishi wa Bwana Mathias akiwa hapa. Sasa sisi tutakaa chini, na hata wewe najua utaweza kubarikiwa kwa hizi dakika ambazo tuko nazo katika jina la Yesu. Kwa hivyo shikanisha mikono yako vizuri. Haya, tupanue sasa tuweze kumpigia makofi. Tupanue mikono vizuri tuweze kumwangushia. 1, 2, 3. Tumkaribishe askofu wetu anapotuletea neno la Bwana. Wapendwa na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana asifiweni. Ni mwema, Yesu ni Bwana. Na nimeokoka dhuhuri ya leo. Yesu amekuwa mwokozi, amekuwa kimbilio. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuniwezesha kuwa pamoja na wapendwa katika ibada hii ya saa 7. Huwa ninaitazamia kule mbali nyumbani, na kutamani sana hata kupatikana siku moja, na ninashukuru Mungu kwa sababu nimeweza kupatikana siku ya leo kwenye ibada. Huwa tu ninatamani nione nikiwa karibu, nikiwa nimekaribia, na ninashukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi hiyo kwa siku hii. Bwana atukuzwe sana. Ningeomba tuweze kupata hili neno la Bwana katika kitabu cha Luka mtakatifu 19, kitabu cha Luka mtakatifu 17. Hapo tuna neno la Mungu lile ambalo ninaomba Mungu aweze kutusaidia tuweze kulipata, na tutakuwa tumebarikiwa sana. Luke chapter 19 verse 1 kuendelea, neno la Mungu linasema, Yesu akaingia Yeriko, naye alikuwa anapita katikati ya huo mji. Tazama, palikuwa na mtu mmoja mkuu wa watoza ushuru, naye alikuwa tajiri, jina lake ni Zakayo. Yeye alikuwa akijitahidi kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, lakini kutokana na umati mkubwa wa watu hawakuweza, kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo. Kwa hiyo akatangulia bio mbele ya umati wa watu, akapanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu, kwa sababu angeipitia njia ile. Yesu alipofika pale chini ya huo mkuyu, akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo nitakuwa nyumbani
kwako. Hivyo Zakayo akashuka upesi, akamkaribisha Yesu nyumbani kwake kwa furaha kubwa. Watu wote walipoona hivyo wakaanza kunungunika wakisema, amekwenda kuwa mgeni wa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Bwana, tazama Bwana, sasa hivi nusu ya mali yangu ninawapa maskini, nami kama nimemdhulumu mtu yeyote kitu chochote, nitamrudishia mara 4 ya hiyo kiwango. Ndipo Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abrahamu. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana lile ambalo tutashiriki kwa siku hii ya leo, niseme ya kuwa Biblia inasema ya kuwa wale wote wanaomtafuta yeye anapatikana kwa wao, ama wale wote wanaomtafuta kwake hupatikana. Bwana apewe sifa. Kama kuna mtu ambaye anamtafuta Mungu, Mungu ni mwaminifu kupatikana. Bwana apewe sifa. Yeyote yule ambaye anamtafuta Mungu, Mungu ni mwaminifu kupatikana. Bwana apewe sifa. Amesema wale wanaonitafuta kunipata mimi hunipata. Na kulingana na vile nimesoma na vile tumesoma kutokana na kile kitabu cha Luka mtakatifu 19, ilishangaza hata mitume kuona yule ambaye aliweza kupata kibali machoni pa Yesu si yule ambaye walikuwa wanamtarajia. Lakini huyu ndiye aliyekuwa ameamua kumtafuta. Bwana apewe sifa. Hata kama haingekuwa upendo wao na wanalalamika ni jinsi gani huyu mtu anavyoweza kumkaribisha Yesu na Yesu akakubali kwenda kwake, ni kwa sababu katikati ya watu wengi yeye ndiye alikuwa na uamuzi halisi wa kumtafuta Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yes, kulingana na kipimo chao, kipimo hata cha mitume, waliona si vyema na Yesu hastahili, Yesu hafai kwenda kwa mwenye dhambi. Na ni kweli huyu mtu alikuwa ni mwenye dhambi kwa sababu yeye mwenyewe anakiri. Lakini hata kama alikuwa ni mwenye dhambi, yeye ndiye alikuwa amefanya uamuzi wa kumtafuta Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Nashukuru Bwana kwa wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza asubuhi ya leo. Haleluya. Neno la Bwana linasema wale wanaonitafuta kunipata mimi hunipata. Na nikasema ya kuwa yeyote yule ambaye anamtafuta Mungu, Mungu ni mwaminifu kwa kupatikana naye. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema ya kuwa Zakayo aliondoka nyumbani kwake na lengo tofauti sana na wale wengine ambao walikuwa wamemtangulia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wengine walikuwa wameenda kumuona Yesu tu, lakini Zakayo alikuwa na lengo tofauti kiasi. Neno la Mungu linasema alitoka nyumbani aende amuone Yesu na mjue yeye ni nani. Bwana apewe sifa. Huo ndio utofauti. Yeye alitoka nyumbani akamuone Yesu, namba 2 amfahamu na amuelewe yeye ni nani. Ni jambo gani hili ambayo yeye anaweza kulifanya tofauti na watu wale wengine? Jina la Bwana lipewe sifa. Ni ukuu gani huu alio nao zaidi ya wale wengine? Lakini wale wengine, umati ule ambao ulikuwa umetangulia, ulikuwa umeenda ili uweze kumuona Yesu, lakini yeye alikuwa na malengo tofauti. Alikuwa anataka kuenda amuone na ajue, amfahamu, amuelewe yeye ni nani. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa na mpendwa unayenipata, unayenitazama adhuhuri ya leo,
Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wamezoea kanisa. Watu wamezoea mhubiri. Watu wamezoea ibada. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawa watu ndivyo walivyokuwa. Walikuwa wanaenda kanisani ndio waende kanisani. Walikuwa wanaenda kwa Yesu ndio waonekane wako kwa Yesu. Lakini si wamjue, si wamfahamu, si waelewe, si wapate ni nguvu gani hii inayopatikana katika Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Adhuhuri ya leo, wewe unayenipata, wewe unayenisikiza, wewe unayenitazama, si vyema kumzoea Yesu, wala si vyema kuzoea kanisani. Bwana apewe sifa. Ama kuzoea kanisa si vyema. Unaweza ukawa kama hawa watu ambao walikuwa wameenda pale, na yule ambaye amekuja akiwa na haja wamemfungia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kuwa huyu mtu akiwa ametoka nyumbani na malengo ya kuwa mimi ninataka kwenda kumuona, nimjue, nimfahamu, nimuelewe. Bwana apewe sifa. Ni vizuri ukitoka nyumbani kujua ya kuwa sasa yule unayemuendea anaweza leta utofauti katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Ana nguvu. Yes. Watu wengi hata hutoa fungu la 10 na hutoa fungu la 10 kamili na hawajawahi hata enda na fungu la 10 hata shilingi moja. Lakini hawajajua kabisa ni kwa nini hili fungu ninalitoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Wengine wanatoa sadaka na ni waaminifu kwa kupeana ile sadaka, na lazima hakikishe akiingia kanisani ametoa sadaka, lakini hana uhakika, hajatabua nguvu katika ile sadaka, na unaweza ukapata maisha yako haibadiliki ijapokuwa una mwaminifu kwa kutoa sadaka. Jina la Bwana lipewe sifa. Ijapokuwa wewe ni mwaminifu katika kutoa fungu la 10, lakini fungu hili la 10 hata unapolitoa bado haujajua nguvu katika utoaji wa ile fungu la 10. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawa watu wamekuwa mahali pale, lakini hakuna aliye na haja ya kumfahamu na kumuelewa Yesu ni nani. Mwanaume amekuja, amepata watu wamemsingira Yesu, watu ambao wamekuja ili waweze kumuona. Haja yao ni wamuone. Bwana apewe sifa. Haja yao ni kuona Yesu. Lakini amekuja mwanaume hapa tofauti, na si mwanaume tu, ni mtu mwenye dhambi, na si mwenye dhambi tu, ni mtu mwenye mali, ni mtu ambaye ana pesa zake, lakini ameamua sasa naondoka na ninaenda kumuona Yesu, alafu nikimuona nijue yeye ni nani. Huyu jina lake limefuma hivi. Bwana apewe sifa. Hili jina lake lina nguvu hivi. Hili jina lake linatajwa hivi. Niende nimfahamu, nimuelewe, nijue yeye ni nani. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine na si wakati mwingine ni vyema kujua huyu Yesu anayesifiwa ni nguvu zipi zilio ndani yake. Ni ukombozi upi uliye ndani yake. Ni wokovu upi uliye ndani yake. Ni baraka zipi zilizo ndani yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni uponyaji upi ulio ndani yake. Yes. Why? Kwa nini kanisani mwezi? Kwa nini kanisani miezi miwili? Kwa nini kanisani miezi mitatu? Kwa nini kanisani mwaka moja na maisha bado hayajabadilika? Uko kanisani kama hawa watu ambao walikuwa wamezoea kwenda kwa Yesu kwa sababu Yesu amepatikana mahali fulani. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikitamatisha, Biblia inasema ya kuwa huyu mtu alipofika mahali pale na akapata ya kuwa umati umemzingira Yesu, yeye alikuwa na haja ya kumuona Yesu, na hicho kilikuwa ni kikwazo kikubwa. Lakini kile kikwazo hakikuweza kufungia huyu mtu mapenzi yake, kumfungia yale mapenzi ambayo alikuwa nayo ya kutaka kujua huyu ni Yesu wa aina gani. Na Biblia inasema ya kuwa aliweza kuchunguza, aliweza kufuatilia. Bwana apewe sifa. Ajue huyu mtu ambaye anaitwa Yesu akitoka mahali hapa
atapitia njia ipi na anaelekea wapi, ili mimi niweze kumuona na niweze kumjua. Bwana apewe sifa. Alikuwa na haja kamili. Hata alipopata kikwazo, yeye mwenyewe alitafuta, alijitwika mzigo wa kujua akitoka hapa anapitia njia gani. Bwana apewe sifa. Kuna mahali ambapo kuna njia ambayo unaweza ukakaa kwayo na ukose kumuona Yesu na hata kujua nguvu ndani yake. Bwana apewe sifa. Na Biblia inasema alipochunguza na akajua na akaelewa. Biblia inasema ya kuwa akatangulia, na alitangulia akitafuta jinsi ambavyo atamuona na amjue. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ninajua mti ambao Biblia inasema ya kuwa alipanda mkuyu, ninajua haukuwa karibu na mahali pale ambapo Yesu alikuwa. Alichukua hatua ya kutembea, lakini yako na malengo. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao huvunjika moyo haraka sana. Imagine huyu mtu hata alipopata vikwazo hizi, unajua hakuvunjika moyo kwa sababu alikuwa na malengo. Pengine wewe ulivunjika moyo na kanisa, ukavunjika moyo na mchungaji wako kwa sababu haukuwa na malengo. Ulikuwa unaenda kanisani, rudi uende kanisani. Ulikuwa unatokea kwa maombi tu kwa sababu mchungaji ameita altar call. Kuna watu wanatokea madhabahuni kwa sababu tu mchungaji ameita altar call. Unaamka na unakimbia. Lakini kuna mtu ambaye akiamka mahali pale, akikuja kanisani, alikuwa anangojea wakati wa mchungaji kuita altar call utafika saa ngapi, mimi niinuke, kwa sababu ninajua nguvu katika yale madhabahu. Ninajua nguvu kwa hawa watumishi wake. Bwana apewe sifa. Hivyo huyu mtu akatafuta, akatia bidii ya kujua, ya kutafuta mti. Na ninataka kuamini ule mti haukuwa karibu na mahali ambapo mkutano ulikuwa. Hai. Lakini alikanyanga, alitembea akitafuta ni mti gani huu ambao uko karibu na mahali na barabara ile ambayo Yesu ataipitia. Haleluya. Biblia inasema ya kuwa kwa bahati ya Mungu akapata mkuyu. Wale ambao wanajua mti wa mkuyu ni mti ambao una mimba. Hiyo inamaanisha ya kuwa hakuacha mti ambao ulikuwa hauna mimba ndio aweze kupanda mti ambao ulikuwa una mimba. Bwana pewe sifa. Hakuacha miti mingine ambayo ni miti ilikuwa sawa sawa. Hapana. Alitafuta, akaona ule mti ambao unapatikana ni mti ambao una mimba, mkuyu. Lakini kwa sababu ana haja na kumuona Yesu, yeye ana mti ambao una mimba kwa sababu haja yake ni ya muone Yesu. Haleluya. Unajua kuna watu ambao wanatoroka church kwa sababu kuna tangazo la development. Kuna viti tunataka kununua. Kuna vitu ambavyo tunahitaji katika kanisa. Kuna mradi ambao tunataka kuendelesha katika kanisa. Tuna mchango wa kuchangia mchungaji wetu. Wanatoroka na wanahama. Huyu mtu anasema hata kama mti huu mti mwenye miba, mimi nina haja na kumuona Yesu. Na kwa sababu alikuwa na haja na kumuona Yesu, msikilizaji nikuambie, yeye alifanikiwa kumuona Yesu. Nikuulize sasa, mahali pale ambapo wewe upo, unaweza kumuona Yesu? Mahali saa hii upo, kuna uwezekano wa kumuona Yesu? Kwa sababu Zakayo alitafuta ni njia ipi ambayo Yesu atapitia ni muone. Saa hii wewe umeketi wapi? Jana ulilala wapi? Na unamhitaji ndio. Kinywa chako kimenena maneno gani? Umeongea maneno ya aina gani? Njia unayoipitia, hakika unaweza ukampata Yesu. Jinsi unavyoongea, jinsi unavyotreat mume wako, unaweza ukamuona Yesu. Jinsi unavyomtreat mke wako, unaweza ukamuona Yesu katika ile njia.
maneno yale ulimi wako unanena, unaweza ukampata Yesu. Zakayo alitafuta ni njia ipi hii ambayo Yesu anaweza akaipitia. Biblia inasema ya kwamba akaifuata. Jina la Bwana lipewe sifa. Na neno la Bwana linasema ya kuwa alipompata akamuita kule mtini mwenye mimba, akamwambia Zakayo, shuka. Unanitafuta? Shuka. Una haja na mimi? Shuka. Haleluya, shuka. Mimi ni mgeni wako. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye alikuwa na haja na kuenda kumwona Yesu. Ninahusunika na watu ambao wamezoea kanisa. Ninahusunika na watu ambao wamezoea kutoa fungu la 10 bila kujua nguvu na uweza katika lile fungu. Weka fungu lako la 10 kwenye madhabahu na neno kinywani mwako. Usitoe sadaka ambayo haina sababu. Unatoa sadaka tu kwa sababu kiongozi wa ibada amesema sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Una sababu kamili ya ile pesa huwa unatuma kwa runinga? Una sababu yake kamili, ama ni kwa sababu tu kumepeanwa namba ya simu pale chini? Bwana apewe sifa. Mtu ambaye alimwendea Yesu ili aweze kumjua na kuelewa nguvu ndani yake, uweza ndani yake, ukombozi ndani yake. Biblia inasema ya kuwa Yesu akamwambia, sasa nimeona wewe una haja na mimi, twende nyumbani. Watu wakalalamika, wanafunzi wakalalamika, watu wakalalamika, wakisema Yesu haelewi huyu ya kuwa yeye ni mwenye dhambi. Lakini ni mwenye dhambi ambaye alikuwa na haja na kumwona na kumjua Yesu. Biblia inasema ya kuwa wa kwanza watabaki kuwa wa nyuma, na wa nyuma watakuwa wa kwanza. Jina la Bwana lipewe sifa. Pengine ulitangulia na utakuwa wa mwisho kwa sababu ya mazoea. Umezoea mchungaji, umezoea kanisa, umezoea Jumapili, umezoea Biblia, umezoea uibaji, umezoea worship. Yesu alipofika mahali pale, huyu mtu akahisi nguvu zake, na Yesu akaweza kubadilisha maisha yake, na jinsi watu walivyokuwa wanamuona akawa kiumbe kingine kipya. Bwana apewe sifa. Yesu anaweza kubadilisha ushuhuda wako hata wa leo hii, as long as hautakuwa mzoefu kwake. Bwana apewe sifa. Wewe mtu ambaye umezoea mchungaji, wewe umezoea Jumapili, wewe nenda kanisani na sababu. Jua nguvu ile imo katika ibada ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Nataka nitamatishe katika neno la maombi. Mungu wetu, katika jina la Yesu, takatifu wa haki, takatifu wa kweli, ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtazamaji. Yeye amesikia sauti yako. Pengine alikuwa amezoea madhabahu, ndiposa maisha yake haijabadilika. Bwana wa Israeli, pengine amezoea mchungaji, maisha yake haijabadilika. Amezoea kutoa fungu la 10, maisha yake hayajabadilika. Anasema, ni nini hiki ambacho huwa kinanikura? Na mimi ni mwaminifu katika Jumapili, katika ibada. Mimi ni mwaminifu katika kutoa fungu la 10. Mimi ni mwaminifu katika kutoa sadaka. Bwana wa Israeli, umemzungumzia siku ya leo, ajue sababu ya ibada, ajue sababu ya sadaka, ajue sababu la fungu la 10. Ni nguvu zipi zimo katika ile dhabihu, katika jina la Yesu. Kwa sababu amekuwa mzoefu,
amekuwa mzoefu wa altar call, amekuwa mzoefu wa kupakwa mafuta, amekuwa mzoefu wa kuwekwa mikono, lakini hajatambua nguvu katika mikono ya watumishi wako. Ameizoea. Kwa sababu ya ule uzoefu bado hapokei muujiza wake, hapokei uponyaji wake, hapokei baraka zake. Amezoea kanisa, amezoea ibada, amezoea uimbaji, bado hajapata nguvu katika sifa. Badilisha jinsi anavyoona, badilisha jinsi anavyoshukua mambo, ili aweze kujua nguvu katika ibada, nguvu zinazopatikana katika matoleo, nguvu zinazopatikana katika kuwekelewa mikono na watakatifu wako. Pokea sifa na upokee utukufu. Asante kwa uponyaji ule. Wewe unayenisikia, wewe unayenitazama, sasa amini. Si kwa sababu uliamini jana. Sasa amini, si kwa sababu uliamini juzi. Sasa sema na moyo wako, leo naamini muujiza wangu nitaupata. Upokee sasa kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wako sasa kwa jina la Yesu. Pokea baraka zako sasa kwa jina la Yesu. Njia yako na ifunguke sasa kwa jina la Yesu. Nimeomba nikiamini katika jina takatifu la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Amen. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi mazuri our Reverend Ofasia wetu Kariuki kwa kutuletea neno nzuri hivyo, na Mungu wetu ni mwema. Nataka niweze kutamatisha kwa njia ya kutoa sadaka. Tunaweza tukatoa sadaka zetu dhuhuri ya leo, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Na kwa hivyo wale ambao tuko na mtandao, kuna namba ambayo inaenda hapo chini, kuna till namba pale ambayo unaweza ukaweka sadaka yako. Unaweza tu ukaenda pale kwa M-Pesa, then you go to lipa na M-Pesa, you buy goods and services, then you put 50 10 909 50 10 909, then you put your amount, then you said okay, and you shall be blessed in the mighty name of Jesus. Na kwa hivyo mambo yote itakuwa sawa. Muda wetu ni mwema, tumefikisha kikomo cha ibada yetu, na kwa hivyo natarajia tumebarikiwa na tumefikisha ile hali ambayo Mungu ametaka tuwe nayo. Nataka ni mtume mtumishi wa Bwana mahali pale, na ili tukaweze kutamatisha pamoja. Na kwa hivyo mimi sina lingine ila tukuaga kwa sasa hadi tupatane hapo jioni katika kipindi chetu cha usiku wa sifa. Kipindi kirege gukinyagira na njira ya Gikuyu, tukurehagira tugakwira ni utuko wa kigoco. Riu nginya riria turicemania mathaa mau ma hwaini, korwo wi hamwe na Ngai, endelea guthii hamwe nake na ature ari we kiongozi wa maisha yako, awe pamoja na wewe. Tupatane jioni katika usiku wa sifa, na Mungu wetu awabariki. Mungu Baba, bariki hawa watazamaji wetu mahali popote waliko. Tunawaombea neema yako na kibali Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Bye bye. Jita Elijah Ngugi wa Muya kana Pastor Elijah Ngugi wa Muya, na nigukena tuonane hau hwaini.